Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imeitaka Marekani kusitisha mpango wake wa kuziteka meli za mafuta za Venezuela pamoja na Iran. Urusi imeitaka Marekani kuacha mpango huo wa kuteka meli hizo, ambapo taarifa zinadai kwamba kuna meli ya mafuta iliyokuwa ikielekea Venezuela na sasa jeshi linaifukuza meli hiyo. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi usiku. Walinzi wa pwani ya Marekani katika bahari ya Atlantic waliamua kuifukuza meli hiyo wakitaka kuiteka. Gazeti la New York Times limeripoti Alhamisi likiwa nukuu watu wawili wanaofahamu suala hilo. Majeshi ya Marekani yamekuwa yakifuata meli hiyo ya mafuta ambayo makundi ya wanamaji wameitambua kama Bella 1 kwa karibu wiki mbili. Meli hiyo ilikuwa ikitoka nchini Iran kuelekea Venezuela kuchukua mafuta wakati majeshi ya Marekani yalipojaribu kusimamisha na kupanda meli hiyo katika visiwa vya Caribbean. Kutoka hapo wafanyakazi wa Bella 1 walisafiri kwa meli kurudi Atlantic, wakawarushia walinzi wa pwani kwa redio kusema walikuwa wakisafiri chini ya mamlaka ya Urusi na kuchora bendera ya Urusi kwenye ubavu wa meli hiyo. Urusi imekubali juu ya matakwa hayo na imesema kwamba haipo tayari kuona Marekani ikishambulia meli hiyo. Meli hiyo pia hivi karibuni ilionekana kusajiliwa nchini Urusi kwa jina la Marinera, ikiwa na bendera ya nyumbani kwenye Bahari Nyeusi. Afisa wa zamani katika idara ya hazina ya Marekani alisema mapema wiki hii kwamba meli hiyo iliyodaiwa kwamba ni ya Venezuela kutoka nchini Iran walitaka kuiteka, lakini Urusi kadai kwamba meli hiyo ni meli yake na hivyo Marekani si thubutu kuiteka meli hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanadai kwamba mipango inayofanywa na Urusi wakati huu ni kuzuia Marekani kuziteka meli za Iran pamoja na Venezuela. Ikumbukwe mataifa yote mawili yana uhusiano wa karibu na Urusi. Lakini ni nini ambacho kinaendelea katika siasa za Venezuela na Marekani kutokana na mzozo uliopo kwa muda wa miezi kadhaa iliyopita? Rais huyo wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro alikiri kusema kwamba yupo tayari kwa ajili ya kufanya mazungumzo na Marekani kuhusu ulanguzi wa dawa za kulevya pamoja na mafuta baada ya wiki kadhaa za kampeni ya shinikizo dhidi ya serikali yake. Katika mahojiano ya televisheni ya serikali ya Venezuela siku ya Alhamisi, Maduro alisema yuko tayari kwa mazungumzo na Marekani popote wanapotaka na wakati wowote wanapotaka. Pia alikwepa swali kuhusu Rais Trump akisema Marekani ilishambulia kituo cha kizimbani nchini Venezuela, jambo ambalo limeripotiwa kutekelezwa na CIA. Shirika la habari la BBC imewasiliana na ikulu ya White House kwa maoni. Haya yanajiri huku wanajeshi wa Marekani wakilenga meli wanazoshuku kusafirisha mihadarati kupitia Caribbean na Mashariki mwa Pacific kwa muda wa miezi mitatu iliyopita. Hata hivyo, kuna taarifa ambazo zimeelezwa kwamba kutokana na namna ambavyo Urusi imeingilia kati mpango huo wa kusitishwa kwa mashambulizi ya meli za Venezuela, kuna uwezekano mkubwa Marekani sasa ikaachana na mpango huo wa kuzishambulia meli hizo za Venezuela. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.